Uzinduzi utakuwa Katoro Geita tarehe 4. Lakini tarehe 4 ina kitu kimoja cha muhimu sana. Katoro Geita pana uzinduzi wa kilele cha wiki ya wananchi. Na maandalizi sio kwamba maana hiyo nikiongea mnasema kama nawapiga kamba hivi. Mtu mmoja anayejua kusoma na kuandika yupo hapa? Aje wawakilishe wenzake. Isa Dede yuko hapa? Njoo wawakilishe wenzio hapa. Hawa ni watu wa Katoro, maandalizi wanaoyafanya kwa ajili tu ya shughuli ya uzinduzi wa wiki ya wananchi. Some vyote, twende tu kwenye budget. Ni shingapi? Sifuri za kuchanganya? Mabilioni mengi. Kwa ujumla niseme tu hapa Isa tumekusomesha wazazi. Ndo nani hizi ili nisikosee kwa sababu hiyo bilioni hizo unajua. Unahesabu? Na hesabu ili nijue. Kwanza ni bilioni. Lakini ni bilioni 14,700,000 nipo sawa sawa bwana, bilioni 14 hapo na Isaya. Hadi mimi nimeogopa. Bwana sio jamani tusome. Jamani tusome. Saa Dede. Bwana Isaya mimi alikuwa atania tu. Alikuwa atania budget ambayo tuko nayo mpaka sasa hivi ni milioni 147,150,000. Budget ambayo tuko nayo, yani hii ni mpaka sasa hivi milioni 147,150,000. Matumizi ni haya hapa. Kuna chai, yani kwanza kuna chai ya wageni. Hello. Kuna ng'ombe 50. Hivi mnajua ng'ombe 50? Wapishi na nyama nao tunawalipa. Wasanii wote. Sijui wahamasishaji. Sijui MC. Sijui bwana. Milioni 147. Katoro wamechukia. Wanataka kufanya uzinduzi wa kihistoria. Hasa waandishi mtachagua. Kuna basi litakuwa linaelekea Katoro Geita na kuna basi linakwenda kusikojulikana. Uamuzi ni wenu. Ni wenu. Tutakuwa mnapigia tu simu, "Huko vipi? Mmepoa nyama choma huko?" Tupo kwenye miti tu huku." Nyie. Mtaamua. Lakini sisi nimewaandalia mazingira mazuri kabisa na sina haja ya kuficha. Usafiri wenu upo ndugu zangu waandishi wa habari kuelekea Katoro Geita. Kuanzia leo naomba mje hapa, press ikiisha mnigie tu majina. Mimi naenda na nitayapost orodha ya waandishi wanaosafiri kwenda Geita Katoro kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Ili familia zijue mko wapi. Basi hata sitapost. Sasa hii siku ya uzinduzi, nisikilizeni vizuri hapa. Tutashukia Mwanza viongozi asubuhi tarehe 4. Kutakuwa na msafara wa gari 200. Ninaposema gari 200 simaanishi gari kama za kina Alwatan. Na maanisha magari ya milioni 150, milioni 200. Wameandaa magari 200 ya huo msafara kuelekea Katoro kwenye uwanja unaoitwa Mnadani. Shughuli itakuwa pale. Kwa hiyo wakati msafara unaanza wa viongozi kutoka Mwanza kushuka kwenye ndege kuelekea Katoro, saa 4 asubuhi kikosi cha Young African Sports Club kitakuwa uwanja wa ndege. Na chenyewe kinachukua ndege, uelekeo ni wapi? Tulia sasa. Tarehe 4 hiyo klabu yetu ya Yanga imealikwa kwenye sherehe za uzinduzi wa uwanja ambao umeitwa jina la Biteko Stadium. Uwanja huu upo wilaya ya Bukombe katika mji wa Ushirombo, Geita. Kuna stadium mpya imejengwa pale na Mheshimiwa Doto
ametualika klabu ya Young Africans kwenda kushiriki kwenye sherehe hizo za kuzindua uwanja. Kwa hiyo saa 4 asubuhi kikosi cha Young African Sports Club kitakuwa uwanja wa ndege, kinaelekea chenyewe wapi? Ushirombo, Geita, kwenye Biteko Stadium kwenda kushiriki kwenye sherehe za kuzindua pale. Kwa hiyo sisi ambao tutakuwa tupo Katoro, tutaanza shangwe letu asubuhi, tutasherehekea uzinduzi wetu, tutaenjoy mpaka majira ya saa 7 mchana. Baada ya pale tunafunga sherehe yetu ya Katoro, tunawasha magari. Pale kuna kilomita kama ngapi pale? Kama lisali moja tu kama lisaa hivi. 74 tutawasha gari zetu pale Katoro, tunakuja Ushirombo kuja kuiona timu yetu. Kwa hiyo nilivyokuwa nasema safari ya Katoro ni muhimu. Wana Yanga ni muhimu kweli. Tujiandaeni, twendeni Katoro. Twendeni Katoro, twendeni kwenye uzinduzi tukaione timu yetu. Na hii siku hiyo Yanga wala haitacheza mechi. Itafaa tu mazoezi. Yaani tutakwenda kuenjoy tukifanya mazoezi pale. Muone vyuma, mechi itakuwa hapa tarehe 9 uwanja wa Uhuru. Tarehe 4 ni kupasha tu pale. Kwa mara ya kwanza wakazi wa Ushirombo kule kote walione chama likifanya kidogo mazoezi. Hatujakataza. Kuna timu zipo kanda ya Ziwa, Pamba, Geita, Kagera. Fursa ipo wazi. Kwenye mazoezi yetu wakiona wanaweza kupasha na sisi, milango iko wazi. Mwambie nani anaitwa Moses William. Geita amepanda ligi kuu na Kagera. Yanga tarehe 4 tutakuwa tuko pale Ushirombo, timu yetu inakwenda kufanya mazoezi. Kama katika wao wataona, unaona kwenye ngumi kuna sparring si kuna sparring kidogo? Kama mtu wao anataka nipashe na nyie, unakaribishwa. Milango ipo wazi. Make atakuwa Peter hajamfunga goalkeeper yoyote zaidi ya mazoezini. Wewe utakuja kuwa wa kwanza. Peter Chawile atakuwa hajakutana kipa yoyote isipokuwa kipa wako ambaye utamleta tarehe 4. Kwa hiyo tarehe 4 jamani, ni siku ambayo kanda ya Ziwa inakwenda kufurahia matukio makubwa ya klabu yao ya Yanga. Kuanzia uzinduzi ambao utakuwa Katoro, lakini pia tutakuwa tuna tukio lingine kubwa la timu yetu kushiriki kwenye uzinduzi wa uwanja wa Biteko Stadium pale Ushirombo. Kwa hiyo ni muhimu tukapanga mipango ya safari kwa wakazi wa Dar es Salaam kuanzia sasa hivi. Mkutano mkuu ukiisha tu pale, ukiisha dumbukia kwenye magari, safari kuelekea Katoro. Kwa hiyo ukitoka nyumbani unakuja kwenye mkutano, waambie kiongozi wako wa tawi tuchukue na nguo kabisa. Unafika, mkutano mkuu umeisha, tumemaliza salama, tunaingia kwenye magari, safari imeanza. Yena hiyo sasa. Tunakwenda kuzindua tamasha la wiki ya wananchi. Na slogan yetu ni hiyo hapo kwa mwaka huu. Slogan inasemaje? Mwakani tena. Mwakani tena. Bas. Mwakani tena. Bas. Yaani sisi tumekubaliana sasa hivi hataki kubishana na watu. Kisikia mtu tu ana mdomo mwambie bana mwakani utaratibu. Sasa wewe msimu huu tumepita hivi, chombo kinakwenda kinarudi, chombo kinayumba kinafanyaje? Wameweka 2, tumerudi goli 2. Na hivyo chombo kinakwenda yani kama unajua tumepiga kamba goli 2. Haya, tarehe 12 ndo bismillahirrahmanirrahim Sheikh Toure huyu hapa huyu. Jamani, tuongee, twende mbele turudi nyuma. Hivi tu tumepita hivi na ngoma na kwenda comeback chuma 2 zimekaa pale. Haya ndio pita Shalulile. Mwenyezi Mungu tupe uhai, tuseme amina jamani. Amina. Mwenyezi Mungu atupe uhai.